Lakini hivi ninavyoongea kuna watoto wawili wako hospitali huko, hali zao ndo hivyo, Mungu anasaidia. Lakini tunazidi kuumia, na ndio maana tumeamua tuishie vyombo vya habari. Sasa mpaka kufikia hatua hii wananchi wameweka magogo barabarani na mawe. Ni kwa sababu sauti tunazozitoa kwa viongozi wetu hazifiki mbali. Watu wananyamazishwa au viongozi wanaona ngoja kwanza hiyo michakato inakuwaga michakato, sio michakato kwenye roho za watoto wetu jamani. Michakato ifanyike kwenye vitu vingine, lakini sio kwenye roho za watoto. Tunaumia sana, na ndio maana walivyoona kimya, kikao kikavurugika, wazazi wote wakaamua kuja kufanya hiki mnachokiona. Tunaombeni hizo siku 7 tulizopewa. Ndio maana hayo mawe yamewekwa jirani. Mimi mwenyewe kama makamu mwenyekiti wananchi hawa walinichagua. Ninasema hivi, hizo siku 7 zikipita, hakuna kilichoendelea, hiki mtakiona tena. Tena zaidi ya tena. Mtakiona tena zaidi ya hii iliyokuwepo. Kwa sababu tumechoka. Wapo watoto wanasoma hapa wana ulemavu, wameupata hapa shuleni. Wapo watoto hapa wanasoma bado wanapima kliniki za mahudhurio ya kila siku. Wamepata ulemavu huo na hizo shida hapa shuleni. Mzazi wa watoto wa hapa shuleni. Vile vile ni kiongozi wa shuleni hapa kuhusu watoto chakula. Ila cha msingi tunachoomba, huwa wanakuja viongozi wetu wanaongea. Wakishaongea hawatekelezi. Ila safari hii limetuuma sana. Wasipotekeleza safari hii, naona safari hii tutachukua hatua nyingine kabisa. Yaani tunachimba, yani kuweka matuta leo tulioweka hayo mawe. Safari hii tutachimba barabara. Linatuuma sana. Kwa sababu sio ni hawa tu wa bajaji, hata viongozi wakubwa wanapita ya serikali wanapita kwa forces. Huyu mkuu wa wilaya aliyoenda hivi amepita, amekuta tunaweka hapa matuta. Hakusimama atuulize kuna nini kimetokea, akaenda. Kwa hiyo kaenda tu kuitwa, hilo limepita. Yaani siku 7 tukiona bado tutaifanya kazi nyingine. Hii ya leo ni ndogo. Amini kwamba yote yanatendeka. Tufunge hizo siku 7 watoto wetu wasifike shule. Kila goli moja huwa linaweza likatolewa kwa milioni 20. Serikali inatoa au viongozi. Kwa nini tusiwekewe hapa traffic light? Kwa hiyo ndani ya siku 7. Kwa mwaka huu ni watoto 3 wameshagongwa na kufariki. Nilikuwa naomba mkuu wa wilaya, umetuahidi, ushatuahidi kama sio wewe mwingine, lakini serikali hiyo moja. Usipotekeleza ndani ya siku 7 tufanye nini? Tuamue nini? Labda commitment mwenyewe serikali. Baada ya siku 7 hakuna matuta, tufanye nini? Kwa sababu watoto tunazidi kuwafikia. Na nyinyi mpo. Sasa kama nyinyi mpo tufanye nini? Baada siku 7 matuta hakuna, tufanye nini? Tupe jibu wewe, sio sisi. Hao ni baadhi ya wananchi wa mtaa wa Nyumba 3, kata Ilala, manispaa ya Iringa, wakiwa wamechukua hatua ya kufunga barabara Ilala Mkwawa maarufu kama Danish, wakilalamikia ajali za mara kwa mara zinazohatarisha maisha yao, hasa kwa watoto wanaosoma katika shule Nyumba 3. Kwa masikitiko makubwa, tangu mwezi Januari hadi Mei mwaka huu, watoto 3 wa shule ya msingi Nyumba 3 wamepoteza maisha baada ya kugongwa na magari. Fredi Simon Mgidange na Ezekiel Mgeni ni wahanga kupoteza watoto wao katika eneo hilo, na hapo anasimulia namna ambavyo eneo hilo limekuwa hatari kwao. Nimegongewa watoto wangu wa shule wawili wanasoma hapa. Jana juzi ilitokea maafa tena ya kugongwa watoto 3. Lakini kuhusu hii barabara tulishawahi kwenda na mheshimiwa diwani kwa mkuu wa mkoa, akatuitia watu wa TARURA, wakasema waje wakague mahali ambapo matuta yanatakiwa yawekwe. Tulianzia kwenye kona hapa mpaka daraja ile ya kule chini ya Don Bosco pale. Tukapigwa msasa kwamba matuta kabla ya siku 7, kama alivyokuwa anasema hapa, kabla ya siku 7 itakuwa matuta tayari. Matuta hayo mpaka leo hayajawahi kupatikanika, mpaka mkuu wa mkoa yule alihama. Mimi ni muhanga ambaye nimepoteza mtoto wangu mwezi wa 9. Ili jambo linaumiza sana. Linaumiza mno. Sisi tunaweza kuchukulia kawaida. Mwezi wa 9 mkoa wa wilaya ulikuja wakasema matuta yatawekwa. Lakini leo hii tena umekuja kusema matuta yatawekwa. Lini yanawekwa?
Leo hii tumepoteza, amekuja kutokea tena tatizo, watoto wamepotea tena, mwingine amekufa na wengine wako hospitali. Tunabaki tunaendelea kuumia wazazi. Tunaomba hili jambo mkuu wa wilaya lishikilie sana, lifanyiwe kazi. Na ndio maana hata sisi tumejaa hapa, tumekusanyika kwa sababu ya maumivu. Bado tuna watoto hapa wanaendelea kusoma. Umeona? Tunaomba sana, toka mwezi wa 9 matuta mlisema anawekwa, hajawekwa mpaka leo. Katika kujibu kilio cha wananchi, mkuu wa wilaya Iringa, Heri James, alifika eneo hilo na kutoa maagizo kwa mamlaka husika ya kuhakikisha hatua za haraka zinachukuliwa ndani ya siku 7 ili kukomesha ajali hizo. Kama ambavyo inafahamika kwamba barabara hii imeleta changamoto ya kusababisha ajali za mara kwa mara, ajali ambazo zimechukua pia maisha ya watoto wetu katika eneo hili. Hivyo kutokana na changamoto hii kuwa inajirudia mara kwa mara, serikali imetoa maelekezo yafuatayo ambayo yanatakiwa kutekelezwa kuanzia sasa. Jambo la kwanza, tumeona ni vyema sasa kuweka station ya askari hapa, kuwa na trafiki watakokuwa hapa muda wote, ili kudhibiti madereva ambao wameshindwa kutumia mwendo wa taratibu katika matumizi ya barabara hii. Lakini jambo la pili, tumehakikisha kwamba ndani ya siku 7 kutoka sasa tutaanza utaratibu wa kuweka matuta kwenye barabara hii. Na hiyo kazi inaanza leo kwa kuwashirikisha mkuu wa shule, mwenyekiti wa mtaa pamoja na wananchi, kueleza ni maeneo gani ambayo yana changamoto ili maeneo hayo ndio yawekewe matuta. Isije ikajikuta tumeweka matuta ambayo hayafanani na mahitaji ya jamii yenyewe. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Kwa hiyo ndio maana nimesema sasa hivi tayari hawa tumewatuma wafanye hiyo kazi, na baada ya hapo wataalamu waanze kazi yao. Lakini jambo la tatu, na waomba sana na kuwasihi wananchi wenzangu wa wilaya ya Iringa, mji wetu unakuwa, barabara zinazidi kujengwa, matumizi ya barabara yanazidi kuongezeka, ni lazima tuongeze umakini wa matumizi ya nini? Ya barabara. Sisi tunaoendesha magari tunahitaji kuwa na umakini, na sisi tunaotembea kwa miguu lazima tuongeze umakini. Wasiwasi ndio akili. Unaweza ukawa wewe mtu mwema sana barabarani, lakini dereva siku hiyo kaamka vibaya, hajali muda, hajali nini, matokeo yake anapoteza maisha ya watu. Kwa hiyo niwaombeni sana, umakini wetu pia utusaidie kuepukana na changamoto kama hizi. Mwisho kabisa, limeulizwa swali, je, ni lini? Mimi na nyinyi tuko hapa. Tumeelewana vizuri? Mimi siendi ofisini bila kupita wapi? Si ndio njia yangu ya kila siku hii? Mkiona matuta hajawekwa, wote amieni ofisini kwangu pale. Mhandisi Barnabas Selemani Jabir, ni meneja TARURA wilaya ya Iringa, amesema chanzo kikuu cha ajali hizo ni uzembe baadhi ya madereva na kutokuzingatiwa kwa alama za barabarani. Kanusha kwamba sio mpaka wananchi wafunge barabara ndipo tumeanza kufanya kazi. Sawa Kwa misingi ya barabara, hii barabara ina vivuko vyote ambavyo ni halali. Nadhani wenyewe mashahidi, zebra zote zipo, zinaonekana. Kwa hiyo swala la kusimamia sheria kwa waenda kasi sio swala ambalo liko chini ya taasisi, liko wazi kabisa. Nani anatakiwa asimamie swala la mwendo kasi? Sisi hatusimamii hilo. Lakini kwa sababu tunasema kwenye ujenzi wa barabara kuna baadhi ya vivuko ukiweka vinaleta athari kwa watu, kwamba waendesha magari huwa hawawezi kufuata baadhi ya alama, kwamba wao wakifika wanatembea kwa spidi ambazo zisizoruhusiwa. Mfano hapa mjini spidi inayoruhusiwa ni 50 tu, lakini watu wanatembea zaidi ya hiyo. Kwa hiyo hilo sio jukumu la taasisi kuweza kusimamia, lakini kama taasisi baada ya kuona changamoto hii imejitokeza kwa wingi, tulifikia maamuzi kwamba pamoja, tulikaa na kikao na Mheshimiwa DC, tukasema tufanye kwa dharura kuweka matuta baadhi katika maeneo ya eneo hili na maeneo mengine, ili angalau sasa kupunguza changamoto ambazo zinasababishwa na waendesha vyombo vya moto kwenda kwa spidi sio ruhusiwa na kuweza kuondoa uhai wa wananchi. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Miundombinu ya barabara inajengwa ili watumiaji wa vyombo vya moto pamoja na waenda kwa miguu. Hilo ndio lengo kubwa. Sasa kama mmoja anaenda tofauti na sheria inavyotaka, ndipo maafa yanakuja kutokea. Sasa kama taasisi tumeona tuongezee matuta haya madogo ambayo tunaita bumps, ili sasa kuweza kupunguza kasi kabla hawajafika maeneo ya vivuko, ili wale wanaotembea kwa miguu na wanaovuka barabara waweze kuepushwa na ajali zisizokuwa. Hadi tunaondoka eneo la tukio, mamlaka husika ilikwisha kuanza utekelezaji wa agizo la mkuu wa wilaya ya Iringa la kuweka matuta katika eneo hilo, pamoja na kuwekwa kwa askari wa usalama barabarani kwa ajili ya kusimamia uvukaji wa barabara kwa watoto wanaosoma shule ya msingi ya Nyumba 3. Jina langu ni Heret Mola na hii ni Watetezi TV.